Ndugu waandishi wa habari, kwanza niwashukuru sana kwa kufika asubuhi ya leo. Nafikiri wote tunafahamu kwamba tuna jambo kubwa la kidunia. Tuna sikukuu kubwa ambayo inasherekewa dunia nzima, na sisi mkoa Mjini Magharibi ni sehemu ya dunia na ni sehemu ya sherehe hizo. Ni sherehe za kidini, ni sherehe ambayo inahusisha jamii kwa ujumla wake. Kwamba kesho tarehe 7 tutakuwa na sikukuu kubwa sana ya Eid al-Hajj. Ni sikukuu ambayo imeandaliwa vizuri, kwa maana ya serikali imejiandaa vizuri kabisa kuhakikisha kwamba wananchi wanasherehekea vizuri, na uhakika hata wananchi wenyewe kwa ujumla wamejiandaa vizuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba kupitia kwenu niwasiliane na wananchi wa mkoa Mjini Magharibi kwa mambo ambayo tunafikiri tukiyafanya kwa pamoja kwa jinsi ambavyo nitaeleza, mkoa wetu utasherehekea sikukuu hii muhimu kwa utulivu na amani. Tukizingatia kwamba mkoa Mjini Magharibi ndio jiji la Zanzibar lilipo, na kwa kweli naamini kwa Afrika Mashariki ndio mji ambao unapokea wageni wengi kwa sasa. Yani ni imani yangu, kwa sababu watu wengi wanakuja na tunaenda kwenye high season. Kwa kama tutasherehekea sikukuu vizuri kama ambavyo tunashauri, la kwanza tulikuwa tunatamani kuona kwamba wananchi siku ile ya sherehe wanajiandaa vizuri mapema kule nyumbani, lakini wale ambao wana watoto waje kwenye viwanja vile vya starehe, viwanja vya watoto kufurahia, waje mapema. Ningeshauri kwa kweli kuanzia saa 10 kwenda mbele watu wao wameshaanza kuja kwenye viwanja. Yani baada ya kupata chakula cha mchana, wamefanya ibada vizuri, wamerudi, wawahi kwenye viwanja mapema ili watoto wapate muda wa kutosha wa kubembea, kucheza, ili ikifika saa 12 kwa watoto wale wenye miaka chini ya 18 ambao wanatajwa na sheria yetu ile watoto warudishwe nyumbani, waende wakaendelea na shughuli. Watu wengine wanaweza wakaendelea mpaka saa 4 usiku. Kwa kweli ikifika saa 4 usiku kwa kawaida watu wanafahamu viwanja vile vinafungwa. Kwa hiyo nilikuwa nataka niseme hilo, kwamba sherehe hizi ni kubwa, zitahusisha watu wengi. Kwa hiyo watoto wakiletwa mapema watacheza vizuri mapema, watarudi. Lakini jambo lingine ni wale watoto sasa wakija, wasije wenyewe. Watoto waletwe kwa kusindikizwa, waje na watu wazima ili wawasaidie watoto kule kwenye viwanja, washerehekee vizuri. Lakini na uvaaji, of course, hatumwingili mtu sana kuhusu mavazi, lakini tunataka maadili na busara zifuatwe. Kwa sababu uhalifu mwingine unaletwa na jinsi ambavyo watoto wanavalishwa na nini. Kwa watoto wakivaa vizuri, amevaa nguo zake vizuri, yuko chini ya uangalizi, wamekuja mapema, wanamwangalizi, tunaamini kwamba watoto watarudi nyumbani salama. Lakini eneo lingine ambalo nataka kulisema ni swala la jinsi ya watoto kuja pale. Kumekuwa na tabia, mwenendo ambao sio mzuri. Watu wanakodi keri. Hizi keri, wanakodi keri ndio zinawaleta watoto pale kwenye viwanja. Sasa nitoe wito tu na maelekezo kwa watu wenye magari. Kama gari lako halijasajiliwa kubeba abiria, usije ukajaribu kutumia sherehe hizi, sikukuu hizi kubwa kulifanya liwe chanzo cha mapato. Utanyang'anywa leseni na hutaendesha gari tena hapa Zanzibar. Kwa hiyo gari lako libaki kwa la kwako, libaki kufanya kazi zake zilizopangwa. Yale magari ambayo ni ya abiria yapo ya kutosha, yatatumika yale. Na niombe na wananchi wale wanaoyakodi yale magari kwamba yawalete watoto kwenye viwanja, wakodi yale magari ambayo yamesajiliwa rasmi kwa ajili ya kubeba watu. Hiyo ni muhimu, kwa sababu swala la kupakia magari, kuna mambo mengi yanaweza kujitokeza, ajali na vitu vingine ambavyo sasa kama ile halijasajiliwa inakuwa shida. Au kipanda kwenye kile keri alafu kikipata shida kwa sababu hakijatengenezwa vizuri, madhara yanakuwa makubwa zaidi. Lakini jambo lingine ambalo nataka kuhakikisha wananchi ni kwamba viwanja viko vingi. Mnajua viwanja vikubwa, tuna hivi vikubwa hapa Kariakoo, tuna Mnazi Mmoja, tuna viwanja kule kwenye viwanja vile vya 8 kule, ni viwanja ambavyo vinatumika Meli Sita kule. Viko viwanja vingi ambavyo viko katika sheria zetu maeneo mbalimbali. Sasa tuangalie viwanja vile ambavyo wewe kwenda ni rahisi. Kwa hiyo tuende vile viwanja ambavyo havitakuwa na shida kubwa kwao. Itasaidia, itafanya wakae vizuri. Lakini pia nilikuwa nataka kusema, toa wito kwamba kwa sababu ya umuhimu wa sherehe hizi, tukiondoka nyumbani ni muhimu kusherehekea watu karibu wote. Lakini tusiache nyumba kabisa ikiwa imebaki haina usalama, haina nini. Katika ulinzi tuna kitu tunaita ujirani mwema, ulinzi shirikishi, ulinzi jirani. Kwa hiyo tunashauri watu washirikiane. Kama nyumba 3, 6 watu wanaamua kwamba tutakwenda, labda watu wawili wamebaki, wajue. Wakiona vitu ambavyo sio vya kawaida kwenye mitaa ile, wanajulisha wenzao ili wapate msaada, waweze kuhakikisha kwamba wanabaki salama.
Lakini kwenye swala hili la magari niseme tu kwamba kama ambavyo nishasema, magari yatakayobeba abiria siku hiyo yao ni yale magari ambayo yamesajiliwa na yaendeshwe mwendo ambao ni wa staha, na watu wazingatie ruti. Kuna watu wana tabia ya kubadilisha ruti, akiona eneo fulani la watu wengi anabadilisha ruti. Watu wazingatie hilo, kwamba hakikisha kwamba wanafuata ruti kama zilivyo. Na wakifuata hivyo watu wakaenda vile, tutakaa vizuri sana, Tukienda kwa mpangilio huo, tukienda kwa utaratibu huo, mambo yatakwenda vizuri na sherehe zitakwenda vizuri. Lakini pia kwenye maeneo ya starehe, kule tunachotaka kusema ni kwamba kuna mabaa, kuna vilabu, kuna maeneo watu wanaenda kula bata. Kule tuhakikishe kwamba wana kanuni na taratibu zinafuatwa. Watu wawe na staha, watu waende vizuri, na kama mtu una gari usije ukaenda kwenye starehe ukanywa pombe ukapitiliza. Tukikukamata maeneo yote yenye mastarehe, mapombe, mabaa, kule tutaweka askari nje. Ukitoka ukipanda kwenye gari ukiliendesha, tukusimamisha, tukuwekea kipima. Tushaletewa serikali kama mlivyo wakati tunazindua ile sera ya usalama. Vipima ulevi viko vingi, serikali imeleta vya kutosha. Tutavitumia kuhakikisha kwamba mtu tukikubaini umeelewa unaendesha gari, leseni unaachana nayo hapo hapo. Kwa hiyo tunachoshauri, tunataka watu waende, kama unaenda kwenye baa, tafuta mtu atakaye kuendesha kule, na ili hayo yote haya yawe vizuri. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine tumejipanga vizuri. Kuanzia jana tumeanza doria kali mtaani. Lengo letu ni nini? Kuhakikisha kwamba kama watu watafuata hii siku ya sikukuu, hichi nilichosema, siku ya sikukuu wakae salama. Kwa hiyo tushaanza doria kali na misako mikali tunafanya mitaani, kuhakikisha kwamba mitaa inakuwa salama, watu wanaenda kusherehekea vizuri. Tumeona kuna vijana, watoto wanaanza tabia za kuvaa vitu gani na vitu kama vile. Tushajipanga vizuri, tutahakikisha kwamba mitaa yote inakuwa salama, na barabara zile tutapanga askari wa kutosha, tuhakikisha kwamba barabara zote ziko salama. Yaani yale maeneo ambayo yanahusu serikali, jeshi la polisi, kamati za ulinzi na usalama za mikoa, za wilaya, za shehia, zote kabisa, vyombo vyote vya ulinzi na usalama vyenye wajibu ambavyo vimepewa jukumu hilo na kusimamia usalama wa watu, vimejipanga vizuri. Na katika kujipanga huko tuliona kuna baadhi ya barabara ambazo tusiziache zikatumika muda wote. Ziko barabara ambazo zitafungwa. Ni barabara hizo ni barabara ya Ng'ambo pale polisi kuja hadi Kariakoo, lakini barabara ya Bizredi kuja Kariakoo. Kuna hii barabara ya kutoka Kibanda Maiti pale kushuka kuja Kariakoo, lakini kuna hiyo round about ya Miembeni kwenda Kariakoo pale atafungwa. Lakini kuna hii Maisara pale kushuka kwenda Mnazi Mmoja. Kuna hii baraza la wawakilishi pale, ile barabara nayo itafungwa kuelekea pale Magazeti. Lakini na barabara ya Mzee Mwinyi pale kuelekea Bozini nayo itafungwa. Hizi barabara zote hizi nafikiri watu wanafahamu, zinafungwa kwenye viwanja hivi vikubwa hapa kwa sababu watu wengi wanakuja. Kwa hiyo tunataka watu washerekee vizuri, watembee kwa urahisi. Vijana wengi sana wanaingia maeneo hayo, watoto, watu, kina mama, yaani watu wengi wanakuwa maeneo. Kwa hiyo tukiruhusu magari yatembee maeneo hayo italeta shida. Kwa hiyo barabara zitafungwa na kutakuwa na askari wa usalama barabarani wa kutosha kila mahali. Kwa hiyo sehemu ambayo askari abiria watu wanapanda mabasi kuja, kutakuwa na askari. Kwa hiyo hata kama kutaonekana kuna shida, kuna ruti labda imezidiwa, askari watakuwa pale na watu wa mawasiliano. Kwa hiyo ruti zitabadilishwa, lakini zitabadilishwa kwa kanuni na taratibu. Sio dereva ajichukulie tu maamuzi yeye. Wale watakao kuwa pale wenye wajibu wa kusimamia, wakiona hapa barabara hii ruti imezidiwa, hii imekosa, watafanya regulations zile za kawaida zitafanyika. Lakini tunajua watu watakuwa wengi. Tunachotaka ni kwamba watu wakipanda kwenye yale magari wasizidi kupita kiasi level city, lakini kama watazidi wawili watatu, lakini kwa kanuni na jinsi ambavyo mazingira yataonekana, watakuwepo askari kule, watakuwepo watu wa mawasiliano. Hii ni jamii yetu, ni kwetu, lazima tuhakikishe kila mtu anasafiri anakwenda kwenye sherehe, lakini katika mazingira ambayo hayana uhatarishi wa maisha. Siku hizi kuna magonjwa, watu wakilundikana sehemu moja inaweza ikaleta shida. Niseme tu kwamba kwa kweli sherehe hizi ni muhimu, ni kubwa, ni sherehe ambazo serikali yote kwa ujumla imejipanga vizuri kuzisimamia, wananchi wakiwa na mwenendo mzuri. Na niwashukuru, nimalizie kwa kuwashukuru wananchi wa mkoa Mjini Magharibi kwamba sherehe iliyopita ile Idi al-Fitr ile iliyopita ile, kwa kweli wananchi walitulia, walisherehekea vizuri. Kule Kisakasaka ndio kulikuwa kuna shida kidogo kwenye baa moja iko jirani na pale kwenye ule uwanja, lakini wananchi walijulisha mapema, tukachukua hatua kule na askari wetu walikuwa kule na viongozi wa juu zikachukua hatua. Kwa hiyo kwa kweli Idi ile ilienda vizuri na Pasaka
Kwa hiyo tunaomba wananchi waendelee kuwa hivi. Ili ni jiji kubwa, ni jiji ambalo lina wageni wengi, ili nchi yetu endelee kuheshimika, tufanye sherehe ziende vizuri.